Karibuni katika mfululizo wa Book Story Elimu ya Wote, ambapo leo tunasafiri hadi miinuko ya mkoa wa Sumbawanga, Tanzania, kufunua siri iliyojificha kwa miaka 25. Muhtasari wa mkasa. Mstaro machachari, akiwa katika harakati za kutafuta ukweli na kuelimisha jamii, anasikia tetesi za kusisimua kuhusu mzee mmoja mwenye muonekano wa ajabu, Mzee Kanga. Safari inaanza kwa imani na shauku kubwa, mwandishi akifunga safari ndefu kwa basi kuelekea kijijini ili kupata mahojiano ya ana kwa ana. Lakini kile alichokikuta ni zaidi ya habari za kawaida. Mzee Kanga, mzee mwenye ndevu ndefu nyeupe zisizoguswa na wembe wala uchawi, anafungua ukurasa wa maisha yake ya giza. Tamaa ya utajiri, jinsi rafiki yake Juma alivyomshawishi kwenda kwa mganga, kafara ya damu, maamuzi magumu yaliyogharimu maisha ya mke na mtoto wake mmoja. Siri ya ndevu. Kwa nini ndevu hizo ndizo ngao yake pekee dhidi ya mizimu na wachawi wa Sumbawanga? Nini kijifunze? Mkasa huu si wa kutisha tu, bali ni elimu na funzo kubwa kwa jamii kuhusu madhara ya tamaa, imani potofu, na ukweli kwamba kila utajiri wa giza una masharti yenye maumivu yasiyoisha. Ungana nasi, tazama jinsi mwandishi wa Book Story anavyopambana kuchimba ukweli huu, akivuka mipaka ya uoga ili kukuletea elimu hii. Naitwa Mzee Kanga. Utajiri ulinipa kila kitu, lakini ukaninyima amani. Karibuni, mimi ni mwandishi wa habari Book Story. Huu ni mkasa wa kweli wa Mzee Kanga. Hadithi yetu inaanza katika ofisi tulivu ya mwandishi wa habari mwenye bidii, Bwana Alex. Alikuwa akipitia ripoti mbalimbali aliposikia tetesi za kushangaza kuhusu mzee mmoja anayeishi Sumbawanga, Tanzania. Jina lake lilikuwa Mzee Kanga, na alisemwa kuwa na ndevu nyeupe za ajabu na nguvu za ajabu za kufanya mambo ya kiimani kuwa kweli. Alex, akiwa na kiu ya ukweli na hadithi zenye kuvutia, alifurahi sana. Lazima nimuone mzee huyu Kanga, alijisemea. Lazima nimhoji maswali yake na kuufahamisha ulimwengu hadithi yake. Bila kupoteza muda, Alex alipanga safari yake. Yeye na mpiga picha wake David walipanda basi kuelekea kijiji cha Sumbawanga. Safari ilikuwa ndefu, lakini matarajio ya kukutana na Mzee Kanga yaliwafanya waendelee. Walipofika, walimkuta Mzee Kanga akilima shamba lake dogo karibu na nyumba yake ya nyasi. "Shikamoo babu," Alex alisalimia kwa heshima. "Sisi ni waandishi wa Book Story, elimu ya jamii. Tumekuja kukuhiji ili jamii na watu wajifunze kutokana na maisha yako. Tunaweza kupata dakika 5 za kukuhoji?" Mzee Kanga alitabasamu, ndevu zake ndefu na nyeupe zikitetemeka kidogo. "Sawa kijana, hakuna shida. Karibuni." Walipoanza kuelekea ndani ya nyumba ya Mzee Kanga aliwazuia kidogo. "Subirini kidogo vijana. Lazima nifanye matambiko yangu kwanza kabla hamjaingia ndani." Alex na David walishangaa kidogo, lakini walisubiri kwa subira. Baada ya mzee kumaliza matambiko yake, ambayo yaliashiria heshima yake kwa mizimu na mila, waliingia ndani. "Nambieni mnachokitaka kusikia kutoka kwangu," Mzee Kanga aliwaambia. Alex alipanga vifaa vyake vya habari, na David akawa tayari na kamera yake. "Mzee Kanga," Alex alianza, "sisi ni Book Story, elimu ya wote duniani. Ujumbe huu ni kutoka kwa Mzee Kanga, mzee mwenye maajabu. Kwa majina yako kamili, unaitwa nani?" "Naitwa Mzee Kanga Farm, wa kijiji hiki cha Sumbawanga," mzee alianza. "Wachawi ndio wanionao zaidi." Alex alishtuka kidogo. "Mzee Kanga, je, umewahi kuwa na familia? Mke au watoto?" Mzee Kanga alitafakari kwa muda, kisha akajibu kwa sauti ya chini, "Ndiyo, nimewahi kuwa na familia. Lakini wote nimewatoa kafara, ili niwe tajiri." Alex alishangaa. "Vipi tena?" Mzee Kanga alianza kuhadithia mkasa wake mrefu na wenye kuhuzunisha. "Mimi, Kanga, miaka 25 iliyopita, nilikuwa na familia. Mke wangu mpendwa na mtoto wetu mmoja. Tuliishi maisha ya furaha na utulivu. Lakini ndani yangu kulikuwa na tamaa kubwa ya kumiliki kila kitu, kutaka utajiri usio na kikomo. Rafiki yangu Juma, ambaye naye alikuwa na tamaa kama hiyo, alinijia siku moja. "Kanga," Juma alisema, "twende kwa mganga kutafuta utajiri ili tuwe matajiri wakubwa." Mimi, nikiwa nimejaa ushawishi wa mali, nilikubali bila kusita. Tulichukua safari ndefu kuelekea kwa mganga mashuhuri. Mganga huyo alikuwa mweusi, mwenye macho mekundu, na nyumba yake ilifunikwa na mifupa ya wanyama. Alituambia kuwa ili kupata utajiri mkubwa, tungepaswa kutoa kafara ya kitu cha thamani kubwa kwetu. Juma alikubali kutoa shamba lake lote, lakini mimi nilichagua njia nyingine. Mganga aliniangalia kwa macho yake mekundu na kusema, "Kanga, utapata utajiri usio na kikomo, lakini utalipa gharama kubwa. Utatoa kafara mke wako na mtoto wako." Moyo wangu ulitetemeka, lakini tamaa ilinifunika macho. Nilikubali. Kuanzia siku hiyo, maisha yangu yalibadilika. Mke wangu na mtoto wangu walifumbua macho yao kwa mara ya mwisho usiku ule wa kafara. Sikulala kwa amani tangu siku hiyo.
Nilipata utajiri mkubwa, mashamba mengi, nyumba za kifahari, lakini roho yangu ilikufa. Lakini kuna siri nyingine. Mganga aliniambia kuwa nguvu zangu, utajiri wangu na ulinzi wangu vyote vipo kwenye ndevu zangu. Ndevu zako hizi, mganga alisema, zitakuwa kama kinga isiyopenyeka. Wachawi wote watashindwa kukudhuru. Lakini siku utakapoziondoa ndevu hizi, mizimu ya familia yako itarudi kukuandama. Na ndio maana, kijana, ndevu hizi zimekuwa hazikatwi. Zimekuwa zikikua kwa miaka mingi, zikinitofautisha na wengine, zikinipa heshima ya ajabu, hata kutoka kwa wachawi waliovunja meno yao kuniroga. Hakuna mchawi aliyewahi kunigusa, kwa sababu ndevu hizi zinanilinda. Mzee Kanga alitulia, macho yake yakiwa yamejaa huzuni na majuto. Alex na David walikuwa kimya, wakishangazwa na ukweli wa hadithi hii. Sasa kijana, unajua ukweli, Mzee Kanga aliendelea. Utajiri huleta furaha ya muda, lakini amani ya moyo huleta furaha ya milele. Mimi niliuza amani yangu kwa utajiri. Ninawaasa vijana wote, msikimbilie utajiri wa haraka. Jenga maisha yenu kwa jasho na bidii, na utajiri halisi utawajia. Utajiri unaopatikana kwa kafara huleta laana na huzuni isiyoisha. Mzee Kanga, tuko hapa ndani, na tangu nimeingia nahisi uzito ambao siwezi kuelezea. Kabla hatujaenda mbali, naomba utufungulie moyo wako. Ulisema uliishi na mke na mtoto, lakini ukawatoa kafara kwa ajili ya utajiri huu. Niambie, usiku ule wa tukio, nini hasa kilitokea? Mzee Kanga anacheka kicheko kikavu cha huzuni. Kijana, maswali yako yana ukali kama wembe. Usiku ule haukuwa usiku wa kawaida. Mbwa walikuwa wakilia kijiji kizima. Mke wangu Safia alikuwa amelala akimkumbatia mwanangu. Hakujua kuwa mume wake ameshabadilisha roho yake kuwa jiwe. Mwandishi Alex anasogea karibu zaidi. Uliwezaje kufanya hivyo babu? Mke uliyemwahidi kumlinda na mtoto wa damu yako. Tamaa ya utajiri ilikufanya usione uchungu wowote? Mzee Kanga, mganga aliniambia nisigeuke nyuma. Alisema, Kanga, ukitaka kumiliki ardhi na dhahabu, lazima utoe kile unachokipenda zaidi. Niliwapeleka mtoni saa 8 za usiku kwa kisingizio cha safari. Walipofika pale, giza liliwameza. Sikuwaona tena, ila nilisikia sauti ya mwanangu ikiniita, baba. Hiyo sauti mpaka leo inalia ndani ya hizi ndevu zangu. Mwandishi Alex anashtuka kidogo, anatazama ndevu za mzee. Unamaanisha nini kusema sauti inalia ndani ya ndevu zako? Kuna uhusiano gani kati ya ndevu hizi nyeupe na ile kafara? Mzee Kanga, tazama ndevu hizi Alex. Kila unywele mweupe unaouona hapa ni kumbukumbu ya laana. Mganga aliniambia, nguvu zako zitakaa hapa. Ukizikata, mizimu ya Safia na mwanao itakupata na kukuraruza vipande vipande. Ndevu hizi ni gereza langu na ni kinga yangu. Wachawi wananichukia kwa sababu hawawezi kupenya hapa, lakini mimi mwenyewe ni mfungwa wa mali zangu. Mwandishi Alex, inasikitisha sana. Je, utajiri ulioupata umeweza kurudisha furaha ya kumwona mwanao akicheza? Au unaishi kwa hofu ya kukutana na wembe kila uchao? Mzee Kanga anamtazama Alex moja kwa moja machoni. Kijana, hakuna sifa katika utajiri wa damu. Nafurahia mali nikiwa nje, lakini nalia nikiwa peke yangu hapa ndani. Elimu kwa watu wako wa Bookstory ni hii: utajiri wa haraka ni mtego wa kifo. Mimi nina kila kitu, lakini sina amani hata ya dakika moja. Mimi ni mwandishi wa Bookstory, elimu ya wote. Subscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupokea simulizi zetu Bookstory.